Watumishi wa halmashauri ya mji Korogwe pamoja na madiwani wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uwazi, kusikilizana na kutambua kuwa nafasi walizonazo kuwa ni za utumishi na si uongozi, ili kuhakikisha halmashauri hiyo inapiga hatua za maendeleo. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Korogwe mjini Tobias Nungu pamoja na mbunge wa jimbo la Korogwe mjini Charles Njama wakati wa baraza la kuapishwa kwa madiwani lililofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya mji Korogwe. Nafasi zenu ni utumishi na sio uongozi kama wengi tunavyofikiri. Mwenyekiti wa halmashauri kama kiongozi mkuu wa halmashauri mwenye dhamana ya kisiasa, dhamana hii inakufanya kuwa kioo ndani ya halmashauri ya mji wa Korogwe, lakini pia nje ya halmashauri ya Korogwe. Ninaamini kabisa ndani ya halmashauri ya mji wa Korogwe ipo ofisi maalum kwa ajili ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti, ambao jukumu lenu litakuwa kupokea, kusikiliza kero za wananchi kulingana na kanuni na miongozo ya halmashauri angalau mara 2 kwa wiki, lakini pia kujadiliana na wananchi namna bora ya kusimamia na kuendesha halmashauri yenu ya mji. Naamini kabisa jambo hili mtalifanya kwa weledi mkubwa kuhakikisha kwamba matumaini na dhamira njema ya wananchi wa Korogwe waliowapatia kusimamia halmashauri wakayaone matunda yake. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi tuko tayari muda wote kusimama pamoja na halmashauri kuhakikisha kwamba maono na njozi njema mlizonazo kwa kuona kwamba maendeleo ya halmashauri ya mji wa Korogwe yanasonga mbele, tutawapa ushirikiano wa kutosha. Niombe ndugu zangu baraza la madiwani, wafanyakazi wote wa halmashauri, wakuu wa idara pamoja na mkurugenzi, kwanza tujitahidi kadri inavyowezekana tuhakikishie tabasamu katikati yetu kama ambavyo mama amesema. Na tabasamu hili lazima lianzie ndani. Lianze kwa sisi ambao tumepewa nafasi kama wawakilishi wa wananchi, lakini lianze kwa wafanyakazi wa halmashauri wakiongozwa na mkurugenzi, wakuu wa idara na wengine ambao ni wakuu wa vitengo. Na tunalipata tabasamu hili kwa kuhakikisha tunao upendo, mshikamano, kushirikiana, kusikilizana, kuaminiana na kuwa wawazi. Tukiweza kuwa wawazi, tutatengeneza kuaminiana, na tukiaminiana tutapendana, na tukipendana tutashirikiana, tukishirikiana tutakuwa na mshikamano, na baada ya hapo tutaleta mafanikio makubwa kwa baraza letu la madiwani, lakini kwa wafanyakazi. Na sisi tukiwa na hali hiyo, automatically wananchi watapata matokeo yanayotokana na tulichokitengeneza ndani. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Bi Zahara Msangi amesema kuwa baada ya kuvunjwa kwa baraza la mwaka 2020-2025, halmashauri hiyo imetekeleza majukumu mbalimbali yaliyolenga kuboresha huduma kwa wananchi na kuimarisha ustawi wa jamii. Katika halmashauri ya mji Korogwe, katika kipindi hicho tumeweza kufanya mambo yafuatayo. Katika sekta ya fedha, hali ya ukusanyaji mapato katika mwaka wa fedha 25-26, halmashauri ilikadiriwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 3,239,510 kupitia vyanzo mbalimbali vya halmashauri. Aidha, hadi kufikia tarehe 30 Novemba, halmashauri imeweza kukusanya shilingi bilioni 1,264,383,565 na senti 28, sawa na asilimia 39 ya makusanyo ya mapato ya ndani. Jedwali linalofuata linaonyesha namna ambavyo tuliweza kukusanya kwa kila mwezi. Mgawanyo wa mapato
Mapato halisi yaliyokusanywa ni milioni 735,557,843 na senti 28, lakini mapato lindwa ni milioni 528,825 na 722. Katika fedha hizo tumeweza kupeleka 20% katika miradi, ambapo tumepeleka jumla ya milioni 152,744,211 na senti 28. Kati ya fedha hizo milioni 71,622 na 809 zimepelekwa katika mfuko wa 10%. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya mji Korogwe, Ali Sadiki Mkwavingwa, ametumia nafasi hiyo kukishukuru Chama cha Mapinduzi pamoja na madiwani kwa kuonyesha imani kwake, huku akiahidi ushirikiano wa karibu katika kuwatumikia wananchi wa Korogwe. Kwanza natoa shukrani zangu kwa chama changu cha Mapinduzi kwa kuniamini tangia mchakato wa awali wa kujaza kura za maoni katika kipindi cha kugombea udiwani, na hatimaye wakapitisha jina langu, na hatimaye wana CCM wenzangu wa kata Kilole wakaamua kunipa dhamana hii ya kuwa mwakilishi wao. Lakini sikuishia hapo. Baada ya mchakato wote kuisha, uchaguzi mkubwa, nikabahatika tena kujaza fomu ya kugombea mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Korogwe, na nitoe na shukrani zangu kwa Chama cha Mapinduzi kwa kuniamini na kuteua jina langu ili wenzangu waheshimiwa madiwani waweze kunipigia kura niweze kuwa mwenyekiti wao. Kwa hili nawashukuru sana waheshimiwa wenzangu madiwani, na naahidi kuwapa ushirikiano, kuwasikiliza. Nitakuwa na masikio makubwa zaidi kuliko kuwa na mdomo kubwa, ili nipate nafasi ya kujifunza, kuwasikiliza wenzangu, kujadili kwa pamoja, tuone namna gani tunasogeza halmashauri yetu mbele katika maendeleo ya halmashauri yetu ya mji wa Korogwe. Lakini pia nimshukuru mkurugenzi. Leo tumekuja hapa na katika moja ya ajenda ya kikao hiki cha kwanza cha baraza nimepokea taarifa ya utekelezaji kipindi ambacho baraza halikuwepo. Nashukuru na nikiri kwamba taarifa ni nzuri, tumeipokea na iko vizuri, na tunamwahidi mkurugenzi pamoja na wataalamu wake kwamba sisi madiwani tutampa ushirikiano mkubwa ili kutimiza na kutekeleza yale yote ambayo tunaamini yakifanywa basi wananchi wetu wanakwenda kutatuliwa kero zao. Na hii nitumie fursa hii pia kwamba watumishi wa idara mbalimbali wawe na amani, wakatimize wajibu wao wa kiutumishi. Kila mmoja akatimize wajibu wake. Sisi sote, kila mtu akitimiza wajibu wake, maana yake ni wananchi hawa tunakwenda kuwatatulia kero zao. Hakuna atakayenung'unika, kwa tumeshamsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza yale ambayo Mheshimiwa Rais anatamani kuyaona kwa Watanzania yanatimia. Lakini pia nitoe mwanga kwamba katika kipindi cha miaka 5 katika halmashauri hii tunataka tuwe mfano wa kuigwa katika mkoa huu wa Tanga, na ikiwezekana si mkoa wa Tanga tu, katika halmashauri zote zilizopo nchi nzima, kwamba wenzetu waje kujifunza kwetu namna gani bora ya kuendesha miradi yetu, namna gani bora ya kusimamia fedha tunazozipata kutoka serikali kuu na zile ambazo tunazokusanya kupitia M-Source, namna gani bora vikundi vya kina mama na vijana vinavyohudumiwa, namna gani bora watu katika idara mbalimbali za afya na sehemu nyingine wanapata huduma safi zilizo bora. Tutaji kuona manunguniko, masikitiko wala kelele zozote kutoka kwa wananchi kwamba kuna sehemu idara fulani inapaya. Naamini kama kuna changamoto yoyote kwa wataalamu wetu, sisi viongozi wao tupo, watuite, watueleze kwamba changamoto ziko wapi. Sisi wenye mandatory ya kuzungumza na wananchi wetu, kuwaomba kwamba tutoe ushirikiano kwa wataalamu wetu, tutafanya kazi hiyo. Lengo likiwa ni moja tu, kuiona halmashauri ya mji wa Korogwe baada ya miaka 20 Mungu akitujalia uhai, tunahitaji kuwa sehemu ya manispaa katika nchi hii. Naamini ukifanya hivyo, rasilimali watu watakuwepo, miundo mbinu itakuwepo, rasilimali fedha zitakuwepo, na naamini katika miaka 5 tunakwenda kuonyesha njia kwamba ya miaka 20 tunahitaji kuwa na manispaa katika mji wetu wa Korogwe. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, asanteni sana. Baadhi ya madiwani waliopishwa wameeleza matarajio yao na kuahidi kufanya kazi kwa bidii, nidhamu na ushirikiano ili kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi. Majina naitwa Joseph Zulu, diwani wa kata ya Mbezi. Siku ya leo
kulikuwa na kikao cha kwanza cha baraza cha kuapishwa, lakini vile vile kikao cha kumchagua mwenyekiti wa halmashauri na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Kibaha. Matarajio yangu ni makubwa kwa ajili ya wananchi wangu wa kata ya Mgombezi, ikiwemo kwenda kusimamia kikamilifu na kwa uadilifu mkubwa yale ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwenda kusikiliza yale mambo ambayo wananchi wa kata ya Mgombezi wanahitaji. Kwa kutumia utashi wangu, hekima yangu, busara yangu, nihakikishe na maoni ya wananchi wangu wa kata ya Mgombezi, basi naenda kuwasimamia vyema katika kuhakikisha tunaleta maendeleo kwenye kata ya Mgombezi, lakini kwa ajili ya halmashauri ya mji wa Korogwe. Kwa majina yangu naitwa Faida Ahmed Bayagugu, diwani wa viti maalum Korogwe mjini. Wananchi wa Korogwe watarajie mambo mazuri. Tunaamini kwamba hivi sasa tunaenda kusimamia kuhakikisha kwamba maendeleo Korogwe mjini, na tunaenda kusimamia mapato ya halmashauri kuona kwamba yanaongezeka, na vile vile wategemee kwamba yaje yanafurahisha. Hatukuja yani udiwani tuliochaguliwa, tunaenda kuonyesha kwamba kweli tumekuja kufanya kazi. Kikubwa watarajie maendeleo kwenye kata na Korogwe kwa ujumla. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku adhimu kabisa ya leo ambayo tumekuja kula kiapo. Tunamshukuru Mungu, tumekula kiapo kwa amani na usalama na kwenda sasa kutumikia wananchi. Aidha, baadhi ya wananchi walioshiriki katika baraza hilo walipata nafasi ya kutoa maoni yao kuhusu utendaji na mwelekeo wa baraza jipya la madiwani. Kwa majina naitwa Monica Evarist Shayo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa kambi ya Maziwa, na ndo kata ya Kilole, na ndo kata ambayo tumemtoa mwenyekiti wetu wa halmashauri ambaye ni Alisad Kimkabwa. Kwa kata ya Kilole pamoja na mitaa kwa ujumla, sisi tunashukuru sana kwa kuteuliwa kiongozi wetu, kwa sababu tunaenda kupata maendeleo. Tunaenda kupata maendeleo ambayo yatakayoweza kuwasaidia wananchi na wasijutie katika maisha yao kwamba kuna kitu gani ambacho wao washindwe kufanya au kupewa na kiongozi. Na pia si tu kwenye kata ya Kilole, bali katika kata zote, na imani maendeleo yatakuwepo kwa sababu kiongozi wetu huyo sisi tunamwamini sana. Kwanza ni mchapakazi, na pili ni anapenda watu, na tatu huwa hayumbi katika utekelezaji wake. Huwa anasimama na msimamo ambao anasaidiana na wenzake, tunashirikiana kama wenye viti pamoja na watendaji wote wa mitaa, na pia huwa habagui katika utekelezaji wowote. Kwa majina naitwa Chief Masubi, ni mkazi wa kata ya Kilole. Mtazamo wangu binafsi, mtazamo mkubwa sana. Diwani au mwenyekiti wa halmashauri ya halmashauri kwanza kwa kata yangu, lakini vile vile ni kijana wenzetu, lakini kijana kata ya wewe nichukua jina pia nataka kuja mimi kwa namna anajitoa sana. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, kwa kuwa ambao wasafiriwa kujulisha kiti na sura kwa diwani wa sisi, pia ni kijana ambaye tunajua uwezo wake ni mkubwa, ni mtu ambaye anajitoa, mtu ambaye anashiriki na jamii. Halmashauri ya Korogwe naiona sana. Kwa ujumla, baraza hilo limeweka msingi mpya wa ushirikiano kati ya watendaji, madiwani na wananchi, likiwa na dhamira kuijenga halmashauri ya mji Korogwe kwa misingi ya uwazi, uwajibikaji na utumishi wenye tija. Uongozi na washiriki wote wametumia mkutano huo kama jukwaa la kuonyesha nia ya pamoja ya kuleta maendeleo endelevu na kuinua maisha ya wananchi wa Korogwe.